Vipawa vya rohoni. Ukitaka kujua vipawa vyako vya rohoni kutokana na birth chart yako ama astrology, jaribu kuangalia sayari hizi 4 katika nyumba yako. Niko kwenye nyumba ya 5. Nimeanza kwenye nyumba ya kwanza, sasa nimefika nyumba ya 5. So ukiwa na sayari yoyote hii ambayo nitataja kwenye nyumba ya 5 hii, jaribu kuangalia, ama hata kama itakuwa kwenye nyumba yoyote ile, jaribu kuangalia ama kufuatilizia ili ujue vipawa vyako vya rohoni ni gani na jinsi ya kupata utajiri kupitia talanta hiyo ama kipawa hiyo unafanyaje. So tunaangalia South North. South North ni inabeba vipawa vya kale ambavyo umetoka navyo from your past life. So hizi ni vipawa ambavyo tayari vitakuwa kwenye ukoo. So ukiwa na South North kwenye nyumba ya 5 ama in Leo, utapata wewe ni naturally, wewe ni kiongozi. Yani wewe kila kitu ni mwanzilishi wa kila kitu. So unaongoza watu. So naturally wewe ni mwalimu ama unaweza kuwa ni guide wa mambo ya rohoni. Yani naturally unavuta watu bila hata kungangana. Una mvuto. So unaweza kuwa evangelist. Ukisimama hivi ukianza kuomba ni kuongea, watu wanakuja tu bila kutatizika, vitu kama hizo. Pia wewe ni mtu ambaye una inspire watu kulingana na vile ulivyo. Kumbuka wewe kwa kuponya watu ama kusaidia watu inaanza na wewe mwenyewe, kwa sababu wewe ni mtu ambaye ukisimama mahali unataka uonekane, ujulikane, kila mtu akuone. Pia creativity yako, jinsi unavyo create vitu vyako, talanta zako, zile drama zako, vitu ambavyo unafanya hivyo huwa zinasaidia watu sana. So you can become a good therapist. Yani unaweza kuwa therapist mzuri sana. Alafu pia hiyo energy yako ya kufurahisha watu, vitu kama hizo, unaweza kuwa mentor mzuri sana pia wa rohoni. Yani wewe mafunzo yako yanakuja kwa vituko ambavyo unapenda kufanya. Yani unaweza kuwa ni mwalimu mzuri sana wa rohoni kwa sababu ya kiki zako ambazo unazipenda. Yani wewe unabeba zawadi ya kuwa na nyota isiyofungwa, yani nyota ambayo ina shine, hata wafanyaje bado inasimama tu. So overall spiritual gifts zako hapa zinaweza kuwa mwalimu, guide, counselor ama therapist wa rohoni ama evangelist, vitu kama hizo. Haya, tuangalie Neptune in Leo. Ukiwa na Neptune in Leo, psychic gifts zako ni uwezo wa kumanifest. Wewe unaweza kumanifest vitu kirahisi sana naturally bila kutatizika. Unaweza kumanifest vitu kirahisi sana. Pia you are very clairvoyant. Clairvoyant ni uwezo wa kuona rohoni. Haya, pia unaweza kufanya nini? Unaweza ku-cleanse energy za watu kwa kupitia nishati yako. Wewe ukiingia mahali, kwa sababu umebeba mvuto, na chunga sana, kwa sababu umebeba mvuto na unachamu watu, yani iko kama vile magnet. Ukiingia kwenye room hivi, unasanya mikosi yote ya watu inakuvaa. So yani wewe yani ukiingia mahali ni kama mbeba nyota kubwa. So nyota hiyo inamulika, alafu vile giza vinajitoka vinaingia kwenye mwangaza wako. So ukitoka pale unaweza pata una vikwamo, unashangaa kwa nini? Kumbe umeenda ukafanya nini? Uka-cleanse matatizo ya watu kwa sababu mbeba furaha. Naturally umebeba furaha yani wewe. Alafu kingine pia uko highly intuitive, yani una uwezo wa kusikiza sauti za ndani. Pia wewe ni mtu ambaye unaenda na visions. So wewe ni kiongozi ambaye ukianza kitu unaenda na mipangilio, si kujisukuma tu na akili. No, unaenda na mipangilio ya roho yako. Pia unaweza kureceive messages kupitia ndoto. Wewe ni mtu ambaye unaweza kupata habari ya kitu kinachoendelea kupitia ndoto. Tuangalie Moon in Leo. Moon in Leo, healing capability yako ni uwezo wa kuguide watu kupitia hisia. Yani wewe unabadilisha maumivu ina turn into nini? Kuingia katika uponyaji kupitia nini? Kupitia creativity zako. Unafundisha watu jinsi ya kujipenda, jinsi ya kujijali, vitu kama hizo. Vile wewe unakaa Leo. Leo ni mtu anataka aonekane. Akisimama basi mmeniona mjaniona. Anataka aonekane vizuri sana. Tena ana mvuto wa hali ya juu. Pia wewe ni mtu ambaye unaweza kusaidia mtu akaregesha nguvu zake za ndani, kwa sababu wewe ni mtu ambaye una ujasiri. Ukisimama hivi hata mwenye alikuwa hawezi kusimama anajisimamia. Ni mtu ambaye unafundisha kupitia kwako wewe, unapata watu wanapata uponyaji. Pia unahili watu kupitia creativity yako, yani dancing, teaching, kuimba, kurukaruka, mambo na drama. Unapata mtu akikuwa na furaha ana release hiyo giza, anapata kufanya nini? Kupata uponyaji. Pia una uplift moods za watu, vitu kama hizo. Mtu mwenye alikuwa amekuwa sika anapata kuinuka.
Haya, pia unafanya mtu anajithamini kwa sababu ya vile wewe unajithamini na hiyo confidence yako. Ukitembea basi, mmeniona, mjaniona, vitu kama hizo. Alafu tena una uwezo wa kuponya inner child za watu. Yani inner child wounds. Kumbuka watu wana trauma za kutoka kale za utotoni. So una uwezo wa kuponya hiyo kwa sababu wewe ni mtu ambaye unapenda vituko. Na hizo vituko mtu akiviona hivyo, na hizo skits zako unapata awaken the inner child na anapata kupona. Okay, Jupiter ikiwa in Leo, talanta zako ni leadership. Naturally wewe utakuwa ni leader. Pia una uwezo wa kujiexpress kwa talanta zako kwa mambo na fields, mambo na arts, mambo na design, mambo na drama. Yani field yoyote ambayo inataka mambo na originali, mambo tu na authenticity, jinsi wewe ulivyo, utafanya vizuri sana hapo. Mambo na arts and designs, mambo na kuencourage wenzako, mtu kama counselor, vitu kama hizo. Mambo na kuwa therapist, vitu kama hizo unafanya vizuri sana. Jinsi ya kupata utajiri ukiwa na Jupiter in Leo, jaribu kufanya mambo na creativity yoyote. Na creativity yoyote inamaanisha ingia kwa drama, ingia kwa artist, ingia kwa designs, vitu kama hizo. Mambo na mapambo utafanya vizuri. Jaribu pia mambo na leadership, uongozi, vitu kama hizo. Jaribu sana pia mambo na entrepreneurship, utafanya vizuri sana katika hayo mambo, ama fashion and design, utafanya vizuri sana. So ninaenda katika kila nyumba, nimefika kwenye nyumba ya ngapi? Ya 5. Naelekea nyumba ya 6. Ikiwa una hizi sayari kwenye kila nyumba na unahitaji kujua vipawa vyangu ni gani, talanta zangu ni gani, jaribu kuangalia mmoja hapo. Maana unaweza pata maybe Neptune iko in Leo, Moon iko maybe Pisces, ama hii iko kwenye kundi hii. Jaribu kuangalia, ukifuatilizia mpaka vile nitafika nyumba ya 12. Hapa ni nyumba ya 5, nimeanza nyumba ya kwanza, niko kwenye nyumba ya 5. So ukiwa maybe uko nayo kwenye nyumba ya kwanza ama nyumba ya fulani, fuatilizia ili upate kujua. Na kama utapata zote ziko kwenye nyumba moja, basi shukuru Mungu sana. Maana most of the time utapata hii iko kwenye hii nyumba, hii iko kwenye hii nyumba, hivyo, na unapata kushikanisha, unapata kuelewa vipawa vyangu ni hii, jinsi ya kufunioni hii, vitu kama hivyo. I hope umenielewa vyema.